Wazi tunasema muda utafika saa ngapi ili tuanze kipindi chetu hicho. Alhamdulillah, Allah ametuafikisha, tunaanza kama ifuatavyo. Okay, jana tulienda mbali sana, tulikimbia tukamaliza kuunganisha herufi. Tukasema tutarudia hapa kwenye mimi ili ziweze kufahamika vizuri, alafu tutaendelea mbele kwenye somo au darasa lingine. Okay, tunaenda. Herufi mim ni hii hapa kama inavyoonekana. Hapa ni mimu mwanzo wa herufi. Hapa ni mfano wa mimu ikiwa katika kuunganishwa kwenye herufi. Tunasoma kama ifuatavyo: nun fatha na, waw sakna naw, mim fatha ma nauma, kaf dhumeku naumaku, mim sakna naumakum. Angalia mim iko hapo katikati. Tunakuja mfano wa pili: ha dhammahu, mim dhammamu, khumu, sin fatha sa, khumusa, ha dhammahu, khumusahu. Angalia mim iko hapo chini inaonekana. Mfano unaofuata ni mim ikiwa katikati. Mim ikiwa katikati. Mim fatha ma, alafu mim itafuata pia, lakini angalia mim ilivyoandikwa. Jinsi ilivyoandikwa ni kama vile imekunjwa, kama vile ain ilivyo. Herufi ain ilivyo ndivyo na mim ilivyokunjwa hapa, lakini chini yake hapa tunaona kuna unene fulani ambao ain hauna unene wa namna hiyo, lakini juu pia ni mim. Hapa herufi ya mwanzo kabisa ni mim, ambao ni mim fatha ma, ma, mim saknam, mam, nun dhumanu, mamnu, waw mau, au unaweza ukasema nun waw dhumau, mamnu, nun kasratin, mamnunin. Kwa hiyo ya kwanza ni mim kama tunavyoona, umeona mim ilivyo. Herufi ya pili pia ni mim kama inavyoonekana, lakini mimu ya pili ina sukun. Kwa hiyo ukikutana na herufi za namna hiyo, basi unajua hiyo ni mim. Okay, hapa chini ni mim the same ikiwa imeungana na herufi zingine. Waw fatha wa, ikafuata herufi ya nun. Nun fatha na, wana. Angalia mim ilivyo. Wana, angalia mim ilivyo. Ukiangalia vibaya unaweza ukasema hiyo ni ghain fatha gha, lakini hiyo haiwezi kukuwa ghain kwa sababu chini hazija, yani chini ya mdomo wa chini haujalingana na mdomo wa juu. Mdomo wa chini umejifuta ndani kama haujakamilika mpaka nje. Mdomo wa chini haujakamilika mpaka nje. Alafu pia ili ujue sio mim, kwamba ili ujue kwa sio ghain, ujue kwamba nun ina fatha, alafu mim pia ina fatha. Kwa hiyo ingekuwa ni ghain, basi ingekuwa ina fatha moja tu. Kwa kitu ambacho kingine kinachojulisha kwamba hii sio ghain na hii ni herufi ya mim, angalia mdomo wa chini haujatokelezea mbele zaidi, haujawa sawa sawa na mdomo wa juu. Mdomo wa chini kwa ndani kidogo.
alafu kuna namna fulani ilivyokunjwa chini. Kwa tunasema wao fathawa, nun fathana, wana, mim alif fathama, wana ma, ra kasari, wana mari, qaf dhummaqu, wana mariqu. Okay. Mim ikiwa mwishoni, lakini hii haina complication. Ghanamu, dhulima, irama, ami. Nadhani hii ni miongoni mwa herufi ambayo kidogo ilikuwa ina complicate watu kwa namna moja au namna nyingine. Tuje kwenye herufi nyingine ambayo ni herufi ya ha. Ha, kama tunavyoiona ha. Ha. Ha ikiwa mwanzoni. Mmoja. Naam. Huyu ni mwambie. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh bana, hapa kwenye nuni kwa kweli kidogo imeniacha. Ndio. Sababu nuni ukiangalia nuni kawaida tunajua umbo lake linaelekea juu. Ni mim, so nun, mim. Mim. Na mim umbo lake kama lina mchoro ambao linaachia tumbo, lakini kwa hapa haionekani kama kuna tumbo. Sahihi kabisa. Kwa hiyo kinachokujulisha kwamba kuna mimu ni fatha, au kama kutakuwa kuna kasra, au ni unaangalia hilo umbo jinsi lilivyokaa katikati. Okay. Kinachokujulisha kwamba hiyo ni mimu ni umbile lake. Umbile ndio litakujulisha kwamba ni mimu. Na umbile litakujulishaje kwamba hii ni mimu? Ni hapa hivi. Ya wewe kujua. Kitakacho kujulisha kwamba hii ni mimu ni hichi hapa. Nazungushia duara. Umeona hichi kitu ninachokipigia mstari? Hichi ndio kitakujulisha kwamba hiyo ni mimu. Umeona namna ilivyo? Hii namna ilivyo. Hii ndio mimu. Na hapa chini ukiangalia hichi kitu na hichi kitu hapa chini viko sawa. Kwa hiyo hilo umbile ndio litakujulisha kwamba hapo kuna mimu. Sawa, hapo nimeelewa Sheikh. Hapo nimeelewa mwalimu. Okay. Jazakumullah. Okay, Aziz. Tuna swali. Swali. Ana swali swali. Kwa nyongeza Sheikh wangu. Okay. Hiyo mimu hapo ikichanika katikati itaitwa herufi gani? Kwenye huo mkunjo. Ikichanika katikati. Ikichanika kama hivi. Hivyo. Hebu rudia tena Sheikh. Ikichanika kama hivi, kapanda juu. La hasha. Hapo katikati kwenye muunganiko wa nun na mim. Ndio. Kwenye huo weusi uliokoza. Ndio. Ukichanika pale ukaacha mwanya. Inakuwa herufi gani? Aha, kukiwa kuna hole katikati sasa. Ndio maana yake, kwa sababu twende sambamba, kwa sababu mchoro unafanana na herufi fulani ukiwa na mwanya. Okay. Mimi naona bado itakuwa ni mimu. Lakini isipite katikati. Yaani katikati kusipite ni mstari. No. Mstari uje kwa juu. Yaani kwa mfano umeona hivyo ilivyo. Hivyo ilivyo. Alafu ije hivi. Yaani kusio kuna mstari wa hivi. No. Yaani ikiwa hivyo, alafu iwe hivi.
Sio kuna mstari katikati. Wewe unaisije mwalimu? Ninachomaanisha mimi Ndio. ni herufi ya ha. Okay. Kwamba ikiwa na mwanya umeotanuka katikati Ndio. itakuwa ha. Sawa sawa. Kwa sababu ha ingine huwa imechungulia kwa chini kama ilivyochungulia hiyo. Sijui nitakuwa sahihi. Unasemea ha kama hii hapa. Unasemea kama hii hapa hivi. Ndio. Lakini kuna tofauti fulani hivi. Ndio nakukataka sasa unisaidie. Okay. Sasa ile kule haijashuka chini sana. Alafu ile kule kwa ile kule haijaanzia. Umeona hizi ziko sambamba, zimeenda sambamba. Lakini ile kule kuna herufi imepanda, kama imepanda juu. Umeona hiyo imepanda. Umeona hii imepanda, herufi imeanzia juu. Na hii hapa mimu ya kwanza imeanza juu. Kwa hiyo hata he ikiwa itaanza juu. Au he wakitaka kuandika herufi kama hii hapa lazima itaanzia kama hivi. Nadhani tuko sawa hadi hapo. Okay, mashaallah. Okay, tuje hapa kwenye herufi ya ha kama tunavyoona. Shahida, hiyo ni ha, imechomoza chini, imeenda chini. Taala, angalia ha ilivyo hapo katika mfumo, kama vile ni kama vile batani amekaa hivi. Taala inaonekana hapo. Okay, kwa nitaka tu pia muone hii shahida ili tusipate tabu kwa baadaye. Okay, lakini kwenye kaf pia tunapita brush. No, kwenye ya pia kama tunavyoona yakhshaha. Angalia ya mwanzo imeungana na kha, shin pamoja na ha mwisho. Lakini pia liyuriyahu, hiyo ni rais. Khashiya, kha fatha kha, shin kasra shi, khashi, ya fathaya khashiya. Umeona? Hii hapa inaeleweka. Khashiya. Tujiona nukta mbili lakini tunajua hapa hii ni ya. Okay. Nije kwenye herufi ya ka mara moja, alafu tuende kwenye darasa lingine. Kaf, kama tunavyoiona kaf mbele lake linakuwa ni hivi. Lakini kafu hii wakati wa kuunganisha mwanzo inakuwa ni hivyo. Kadhaba. Lakini kaf ikiwa katikati inabadilika pia umbile kidogo kwa ajili ya mwanzo ya herufi ambayo inaunganishwa nayo. Sakata. Ini kaf maliki. Taraka. Walawi. Hizo ndo mfano wa herufi ya kaf. Nataka pia muone biidhnillahi tabaraka wa taala. Okay, basi baada ya kufikia hapo tunaendelea katika darasa letu lingine la sakina leta, herufi ya sakna. Sakna inavyokuwa ilivyo. Okay, meaning of sakna. Maana ya sakna, it means stationary. Okay, that is a letter with no movement on it.
no movement on it, stationary. The way it's written, a sakina letter either does not have any haraka on it, or it has a sukun sign. Hii hapa tunavyoiona, hiyo ndo sukun ilivyo. Hii hapa, hii ndo sukun ilivyo, yani imekaa hivi. Hiyo ndo sukun ilivyo. Kwa hiyo anasema sakna, it has no movement, yani haina mwendelezo. Ukishakwama umekwama, yani haina yani ni mkato fulani, stationary, kutulia. Ndio maana ya sakna au sukun. Inakuwa hivi, hii sakna hauipati chini ya herufi, always inakaa juu ya herufi. Siku zote sukun au sakna inakaa juu ya herufi, haikai chini, pembeni ya kulia, pembeni ya kushoto, wala chini. Inakaa juu siku zote. Sukun ndo huwa inakaa hivyo. Okay, kama ndo hivyo basi tuendelee. Not sakna letter is always preceded by a letter with a haraka on it. Haya, hiyo sakna siku zote inakuwa ina herufi ambayo ina haraka katika herufi juu yake, au katika herufi hiyo. Inaendelea na herufi ambayo ina haraka kwake au juu yake. Okay? The following table shows the Arabic alphabet with sukun preceded with a letter with haraka. Okay? Tunaenda kwenye mifano sasa. Mifano ambayo yenye herufi ya haraka ya sukun. Okay. Okay. Mfano ni alif, hamza, ba, ta, tha. Alif, hamza, ba, ta, tha. Hizo ni irabu ambazo tunazo. Kama ni irabu ambazo naam, lazima kamera samani. Okay. Kama ni mifano hiyo, basi je, hili neno kama tumeambiwa ni kutulia, hili neno tutalisomaje? Kuna mwanafunzi mmoja, ukianza na mabanati, naitwa Hawa, naomba unisomee hili neno hapa. Tuwe haraka kidogo, tuna muda mchache. Kama tutasoma tu hii, lakini watu waelewe. Mwalimu, sekunde 5 tu. Haya, hayuko. Zainabu, soma hilo neno. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lam sakinan tal. Okay. Dada amejaribu kusema ta fathata lam sakinan tal. Okay, mashallah, shukrani kwa kujaribu. Haya, naomba dada mmoja aweze kumrekebisha dada mwenzake katika hii hapa.
Dada Soni kama yuko karibu, mara nyingi ndo anakuwa mwepesi pia. Bismillah. Te fatata alif hamza sukun ta. Masha Allah, Allahumma barik fik. Dada Zainab, umemsikia dada alivyosoma hapo? Kasema Yes. ta fathat ta, alafu baada ya ta kuna herufi ambayo ni alif hamza. Alif hamza, hiyo sio lam. Ingekuwa lam ingekuwa ni hivi, umeona hivi. Ingekuwa lam ingeshuka, ingekuwa lam ingeshuka, lakini kwa kuwa sio lam imepanda, alafu kuna hamza. Sasa okay, kwa hiyo hapo utasema ta fathata alif hamza sakna au alif hamza sukun. Kwa hiyo hapo utaikata hii alif hamza, utasema ta basi. Ta fathata alif hamza sakna au alif hamza sukun. Ta. Haya, ta hivyo. Okay, natoa mfano wa mwisho na usoma mwenyewe, halafu mingine nitasoma wenyewe biidhnillahi taala. Ya fathaya, ya alif hamza sakna au alif hamza sukun. Ya, nimemaliza. Okay, Sheikh Azizi tusomee hapa sekunde 5, lazima watu hadhir na fasta kidogo. Sijasikia. Tab. Mashaallah, malizia na hii hapa. Sioni Sheikh, sijaona uligusa. Inayofuata Yep. yab, mashaallah. Okay, Muksin, soma ile neno. tab Tia irabu, eka irabu, tad eka irabu. te fatata ta te fathata ta te sakinat tan Te seknat. te saknat tat Okay. Okay. Te seknat au te sukun hivyo. Okay. Focus. Soma ili neno. Hivyo naitwa Ya. focus ndalo. Yat. Okay. Eka irabu. yat Eka irabu. yat Eka irabu. ye fataha ya te saknat yat. Okay, mashallah. Sheikh Yakubu, eka irabu na usome hii. Bismillahirrahmanirrahim. Te fatahata ta sa saknas tas. Malizia mbele. Ya fathaya ya sa saknes yas. Sa seknath. Sha saknas Sa. sa. Okay, mashaallah. Umesoma vizuri, barakallahu fika. Okay, narudi kwa kina hapa namalizia kina baba. Okay, Sheikh Ramadhani soma hapa. Nakuja kwako Ta fatata ta
Jim saknat taj. Lizia. Ya fatha ya jim saknat yaj. Mashallah, barakallahu fik. Okay, narudi kwa kina mama. Mwantumu soma hii. Bismillah. Ta fatha ta ha sakna ta. Malizia. Ya fatha ya ta sakna ya. Rudia tena iweke sawa. Okay. Ta ya. Yazid, ziba maiki, zima maiki. Okay, soma nani Mwantumu, soma rudia hili neno. Okay. Ya fatha ya ha sakna ya. Mashallah. Ya fathaya ha saknah yah. Okay. Okay. Yeah. Okay, mashallah. Barakallahu fik. Okay. Okay. Claudine. Claudine, soma hili neno. Kibigira. Claudine Kibigira, soma hili neno. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ta fathata la sakna rin. Ta rin. Tali. Okay, neno linalofuata. Ya fatha ya ra sakna rin. Ya rin. Okay. Okay. Naomba dada mmoja ajitolee kumweka sawa ya Cloud. Bismillahirrahmanirrahim. Ta fatha ta ha sakna ha ta. Inayofuata ya fatha ya ha sakna ya. Okay, mashallah. Allahumma barik. Dada Cloud, mashallah, umejaribu na umefanya vizuri. Lakini hapa kuna herufi mbili. Herufi ya kwanza ni ta, herufi ya pili ni ha. Ha. Herufi ya kwanza ni ta, herufi ya pili ni ha. Na pia neno linalofuata mbele kuna herufi mbili. Herufi ya kwanza ni ya, herufi ya pili ni ha. Kwa hiyo sasa ya kwanza ni ta yenye fatha, utasema ta fathata. Herufi ya pili ni ha yenye sekna au yenye sukun, utasema ha sekna au ha sukun. Ha sekna, utaikata utasema takh. Neno la pili ni ya fathaya ha sekna ya. Nadhani takuwa sawa. Okay, tunaendelea mbele. Okay, heri, naomba nisomee hili neno. Te fataha ta dal saknade tade. Ye fataha ya dal saknade yade. Mashallah. Ibrahim. Yade. Allah, Ibrahim. Juma Joseph, soma neno linafuata. Juma Joseph. Okay. Ili hapa Sheikh wangu.
Ta fathah ta. Ta. Za. Zai. Dhal seknadh. Dal seknadh. Za. Tadh. Okay, mashallah. Nalofuata ya fatha ya. Ya fathah ya. Ya. Zai seknadh. Zi. Dhal seknadh. Ya seknadh. Ya zi. Tadh. Okay, mashallah. Allahumma barik fik. Manyera. Manyera, soma hili neno. Ustaz, Manyera. pandisha kidogo, hatuoni vizuri. Okay. Ta fataha ta restiknar tar. Neno nafuata Ta fataha ta restiknar tad. neno linalofuata endeni haraka kidogo. Sijaliona. Hili hapa. Hili hapa. Ta fataha ta sin seknes tas. Okay, mweke sawa, mmoja mweke sawa dada. Ye fataya resna yar. Okay, dada Manyera, hapa kuna herufi mbili. Neno la kwanza kuna herufi ya ta na herufi ya pili ni ra. Te ina fatha, ra ina sukun. Ta fatha ta, ra siknar tar. Neno linalofuata ni ya na ra. Angalia ya, kwa nini ya? Ya ina nukta mbili chini. Na neno la kwanza ni ta kwa sababu ta ina nukta mbili juu. Sasa kwa neno la pili ni ya kwa ajili ina nukta mbili chini. Ya ina fatha, ya fatha ya. Ra siknar yar. Sasa okay. Mwanaidi, soma hili neno. Nimsaidie. Ta Mhm. ta fatha ta ra sakna re tar. Neno linalofuata Ya fatha ya za sakni za ya. okay. Mmoja msaidie kuweka sawa. Bismillah. Ya fataha ya. Ta fatha ta. Nianze kwenye ta. Ta fataha ta za saknai ta. Ya fataha ya za saknai. Zal seknaz. Zal seknaz. Za sakna shughuli. Zal seknaz. Yaz. Okay, endelea. Mwasiti, soma ile neno. Lipi hilo? Kuwa makini hilo hapo. Te fathata ta sin seknau tas. Anafuata Ye fathaya ya sin seknaz
Yes. Okay, Nasiri, soma hili neno. Ramadhani, soma neno. Ta fathata ta shin saknash tash. Neno la fuata. Ya fatha ya shin saknash yash. Inshallah. Rashidi, kitambulio, soma hili neno. Okay. Ramadhani, Rashidi, kitambulio, amekimbia. Sara Mushi, soma hili neno. Sauda, soma hili neno. Sharifa, soma hili neno. Bismillah. Ta fathata ta sad saknes tas. Ya fathaya ya sad saknes yaswi. Inshallah. Zainabu, soma hili neno. Bismillahirrahmanirrahim. Tefatata ta sadisma zadi snad tas tefataya ya dot snad yas Yadh, tav, yad تا فتحة تا بعد سكناظ تاظ يا فتحة يا بعد سكناظ ياظ. Haya maneno yalobaki inshallah tutamalizia kwenye grupu inshallah tabaraka wa taala, lakini mashaallah watu wamejaribu na wameweza, sio wamejaribu alafu hajaweza. Mashaallah, Allahumma barik fik, mmeweza. Barakumullahu fikum, na Allah bariki kila la kheri. Tunaona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa wale ambao hawajajaribu ni vizuri kipindi kijacho waanze, kwa sababu utaratibu ni mzuri. Sasa nimenyoosha mkono toka kipindi kinaanza mpaka umemaliza, sijapata fursa. Kwa hiyo kama tumebaki wangapi? Okay, tukianza mimi nasisitiza tu, tukianza wale ambao hawaja practice basi wapate hiyo nafasi inshallah. Okay, mashallah. Basi mimi nakupa fursa Sheikh, hebu soma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Sheikh Haruna, hayo kiranja wetu naona Sheikh. Sheikh Haruna, hebu soma kwanza ile neno hapa. Lipi Sheikh? Baada ya bad anatuinspire sana. Inayofuata Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Tefatata ta kasrat rat ye fataya ya saknas yat. Hiyo ni herufi gani unaitamka? Ipi mali? Hapa umeona hapa. Hapa maanisha soma hiyo herufi. Soma ile neno. Naona sioni hiyo, naionyesha. Hii hapa akhui.
Hamna mstari unaona kijani na hapa. Hapana, tafuta. Labda nidokeza ni herufi gani hapa? No, yes, nimeiona. Bismillahirrahmanirrahim. Te fatata ta dha kasrat dha saknat fadh ye fataya ya dha saknas yad. Okay. Dha saknav. Dha saknaz yad. Haya, mwingine ambaye hajasoma asome neno linalofuata. Bismillahirrahmanirrahim. Ta fathata ain saknaz ain sakna ta'i Ta. ain sakna ya fatha ya ain sakna ya Ambaye hajasoma asome neno linalofuata. Fasta kidogo. Okay. Sheikh Ndalo, naona umenyosha mkono sana. Hebu sema unachotaka kusoma Sheikh wangu. Wapi Sheikh? Assalamu alaikum. Wapi Sheikh nisome? Soma hilo neno linalofuata baada ya herufi ya ain. Ain. Ta fathata ta ghain sakna ta ya fatha ya ghain sakna ya. Amina Abedi, soma hii. Sheikh Yakubu msaidie Amina Abedi. Okay. Haya, basi tuishie hapo inshallah siku ya leo.